dukani kwako, umewasimamisha customer 10, 15, kila mmoja anataka vitu ambavyo kwamba bei yake ukiipiga haraka haraka pale unasema hapa kuna milioni kama 2 hivi, huko unasali, lakini unasema pale kuna milioni kama 2, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kuna milioni kama 3 pale nje. Ukimaliza kuswali tu wewe unasali, lakini zile pesa pale zinakushughulisha. Hiyo ndo swala ya mtu ambaye ametaallaq. Haraka haraka, asalamu alaykum wa rahmatullah, ulikuwa unasemaje? Unarudi katika customer, umeshughulika usiku ulali, unafanya mahesabu yako, nimepata hasara wapi, nani ninamdai, nani nimemkopa, nani nimemkopesha. Na mwisho wa yote, zaka kwako wewe imekuwa kama TRA wanapokufuatilia kwa ajili ya ile kulipa ushuru. Kwa sababu tajiri ni hasimu wake mkubwa, TRA anakimbizana naye ili imekuwa kama dharibatun la tughtafa, jarimatul kubra. Kila mmoja anafanya aya ni kwamba atakwepa vipi kodi, atakwepa vipi ushuru, atakwepa vipi. Sasa nayo zaka pia vile vile umeifanya kama ni kodi. Unakaa utakwepa vipi zaka, utakwepa vipi sadaka, ubakie na mali yako. Na hiyo mali inakusanif, inakwambia wewe utaishi tena na tena. Nini umekosa? Kwa kila kitu kitakufanya wewe uwe hai kwa sababu ya mali yako. Allah anajibu anasema, la wailul likulli humazatin lumazah alladhi jamaa malan wa addadahu yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadhanna fil hutamati wama adraka mal hutamah narullahi almuqadah allati tattali'u ala al-af'idah innaha alayhim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Sasa usichangae ukaona hali yako hiyo ukamlaumu Mungu, sema alhamdulillah ala kulli hal. Unajua ya Rabb, kwa nini ukanifanya mimi hivi? Na kama unacho umepewa, kitumie kwa ajili ya kujenga nyumba yako ya akhira. Watizame waliopita kabla yetu wema walivyovitumia vyao vya mali na neema walizopewa. Aba Amr Sayyidina Uthman ibn Affan al-Millionaire al-Muslim, katika mwaka wa 17 ni mwaka wa njaa ambao historia ilishuhudia kila kitu kilikauka mpaka kikawa kama rangi ya majivu. Ndio maana wanachuoni wa history waliuita mwaka huu Amur Ramada, mwaka wa majivu, kwa sababu ya ukavu wa ardhi. Shambani kwa ukifika kila kitu kimeungua kama kimepigwa moto, rangi yake imekuwa rangi ya jivu. Watu wakasema huu mwaka wa majivu. Haukuitwa mwaka wa majivu ila kwa sababu ya ukame uliokuwepo. Khalifa alikuwa ni Umar ibn al-Khattab wakati huo. Kiongozi anafanya nini wakati nchi na dola imepata ukame kama huu? Afanye nini? Akiba zote kishatoa, kishatumia, raia wana njaa. Wa sharru nas, na mtu mbaya kuliko wote, man shabi'a wa ja'a ra'iyatu, ni yule mwenye kushiba na raia wake wakawa na kufa njaa. Sayyidina Umar hakukubali hilo, japo ukame anauleta Mwenyezi Mungu, lakini lilikuwa likimshughulisha. Alikuwa akiwashiriki watu wake katika kila jambo, hata katika njaa. Na siku hizi za Amur Ramada ndizo siku ambazo Umar alibadilika rangi. Mwili wake alikuwa mzuri wa sura, mzuri wa maumbile, lakini alibadilika rangi kwa kuwa chakula chake ilikuwa ni mkate mkavu na mafuta ya zeti, kama walivyokuwa wakila mafukara. Anasema si bora Umar nikawa nakula vinono wenzangu wanakufa. Haiwi, lazima nitashirikiana nao katika jambo hili. Ilikuwa akiletewa mbuzi, ikiletewa ile nyama inaitwa kibda, maini, akiuliza kwani watu wote wamekula maini kama mimi? Akamwambia hii kwa ajili yako tu. Akasema la, nenda kaligawe ile hilo kwa mafukara na vijana wa Kiislamu. Niletee mkate na baadhi hasati min almilh, na chumvi na koroga na kula. Rangi kabadilika, imechange rangi yake kwa sababu ya kula mkate mkavu na zeti.
ya rafi'a rayata ash-shura wa harisaha جزاك ربك خيرا عن محبيها رأي الجماعة لا تشقى البلاد رغم الخلاف ورأي فرد يشقيها إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. Na siku hizo ndizo alizokuja mkewe akamwambia Omar, nafsi tashtahi qit'atun min alhalwa, natamani halwa, angalau halwa imeadimika. Wanawake hawa na watu hawa jamani, nafika wakati anatamani halwa. Sisi halwa tunazichezea, lakini ilifika wakati mkewe Sayyidina Umar anakuja anamwambia, nafsi tashtahi halwa. Kulthum binti Ali ibn Abi Talib anamwambia nataka halwa. Umar akamwambia, nitapata wapi pesa za kununua halwa? President, khalifa, una pesa za kumnunulia mkeo halwa? Akamwambia, kwani pesa katika baiti mali almuslimin, japo kopa kidogo baadaye utarudisha. Akamwambia, ma zada an qutina falmuslimuna bihi aula, kama kuna kitu cha ziada katika mali yetu ya kila siku, waislamu wana haki zaidi kukichukua cha ziada hicho kuliko mimi na wewe. Kama katika mshahara wetu kuna ziada, Uislamu na Waislamu wana haki zaidi ya kuchukua hiyo ziada kuliko mimi na wewe. Falmuslimuna bihi aula faqumi li baiti almali ruddia, chukua kaiweke katika baiti mali almuslimin. Kulthum akanyimwa halwa na Umar ibn al-Khattab. Mwaka huu ulikuwa ni mwaka wa majivu, amur ramada. Watu wakamzonga khalifa wao Amirul Mu'minin Umar, wakamwambia, ya Umar, al-ardu abat an tambut was-samaa'u abat an tumtir, lam tambut al-ard wa lam tumtir as-samaa'u. Ardhi imekataa kuleta mimea na mbingu imekataa kuleta maji, mpaka hali unaiona kila kitu kimekuwa ramadi, kila kitu kimekuwa kijivu. Na sasa aushaka nasu ala alhilaki, watu wamekaribia katika kuangamia, tufanye nini? Umar akamwambia, arju an yakuna hunaka man yukhrijukum min hadha qabla an tumsu, nataraji kwa Mwenyezi Mungu kwamba litatokea lolote la kututoa katika hali hii kabla ya kufika jioni. Kabla ya jioni nataraji kwa Mungu litakuja jambo litatutoa katika hali hii. Na kweli watu wakapata habari kwamba kuna 1000 ba'ir, ngamia 1000, wote ngamia 1000 hawa ni wa Sayyidina Uthman ibn Affan. Wote wamebeba mzigo kuanzia mtama, shair, ngano, wamebeba zeti, wamebeba inab, zabibu, wamebeba vyakula mbalimbali, wanaingia katika nchi aliyokuwepo Umar na raia wake Madina. Mwaka 17 huu Hijria ulikuwa mwaka mzito mno, na ulishuhudia mambo makubwa kutoka kwa Aba Amri Sayyidina Uthman. Watu waliposali alfajiri wote wakamiminika nyumbani kwa Sayyidina Uthman, lakini wale matajiri ambao kazi yao wao kununua mizigo kutoka kwa watu, na wao kenda wakauza. Na wakati kama huu ndo wakati wa kila kitu kupanda, kila kitu kitapanda. Kama sukari itapanda, kama majani yatapanda, kama mchele utapanda, kama mahindi yatapanda, kwa sababu kuna ukame. Watu wanahitaji, na mtu akipata kilo ya sukari atanunua kwa bei yoyote, akipata kilo ya mchele atanunua kwa bei yoyote. Sasa ni nafasi nzuri kwa matajiri kuwaumiza watu hapa. Kama ilivyo leo Ramadhani ni nafasi nzuri kwa sababu kila mmoja anataka kula, na wengine wa roho anasema mimi nimekosa breakfast na lunch na supper, hizi zote nitazikusanya baada al-maghrib, breakfast pale pale, lunch pale pale, na supper yangu pale pale. Analipiza, anambia Mungu, si umeninyima kula mchana mpaka hivi sasa hivi, chai yangu ipo na lunch yangu ipo na jioni yangu ipo pale pale. Kwa hiyo huyu akifika markiti atakusanya kwanza, ataanza kile cha asubuhi, kisha atafuata kile cha mchana, kisha baadaye sasa futari cha jioni atakusanya. Sasa yule anamsubiri kwa hamu.
Atamwambia bwana, sasa hivi kila kitu tunanunua ghali, atanunua tu. Akitoka pale markiti kama hajatumia 20,000 sijui kwa siku moja tu. Sasa niambieni, sisi wengine tunaishi kwa huruma ya Mungu. Tunaishi kwa huruma ya Mungu. Tunaona hasa kwa kweli al-Khallaqu huwa ar-Razzaqu. Yule aliyotuumba hasa ndio mwenye kutulisha. Kwa sababu hizo 20,000 unazotumia kila siku na mshahara wako ukitizama 100,000 kama utafika. Unaishi vipi ndugu yangu Muislamu? Kwa uchache mtu mfukara leo anatumia zaidi ya shilingi 5,000. Ndio mtu alikuwa hana 5,000 hiyo ataitumia vipi kila mwaka, kila mwezi, kila siku, na mshahara wake ni 50,000. Atapatapi 150,000? Atapatapi? Na anakula na shiba, na ukimwona amefurahi anacheka, anasema ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah, as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar. Mungu kisha mshibisha, kisha shiba, kisha pata tonge lake, alhamdulillah, kisha shiba. Enyi mlona uwezo, wasaidieni. Yeye mtu tajiri kwa leo. Kuna tajiri mmoja ameniambia, mimi natumia kwa mwezi mmoja 1,000,000 kwa mwezi. Kwa mwezi anatumia tajiri 1,000,000. Bila shaka unasema kama ninazipata mimi hizo na kwa mbali, lakini yeye anatumia tena kwa chakula chake na vitu vingine. 1,000,000 imetumia. Kuna watu wanatumia 500,000 imetumia. Jikurubisheni kwa Mwenyezi Mungu wakati wa leo. Katika 1,000,000 wewe tajiri unaotumia, jinyime angalau tumia 600, 700. Hizo zilizobaki mpe maskini jirani yako pembeni kwako, na imwambie Ramadhani hii utononoke, hali yako iboreke, uwe mzuri. Utayaacha hayo mamilioni ya pesa hapa ulimwenguni, hayatahama hata kuja mwana kwereke kukusindikiza, watatumia watu wengine. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yaqulu ibn adama mali mali, mwanadamu kila kitu anasema pesa zangu, pesa zangu. Mtume anamuuliza, wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita, mali yako ni kile ulichokula ukamaliza, au labista fa ablaita, au ulichokivaa mpaka kikesha, au ma tasaddaqta bihi fa huwa inda Allah, au kile ulichokitoa sadaka kitabakia kwa Mungu, ndicho utakachokipata. Kile ambacho hujakitumia, hujakifanyia chochote, si chako, si hesabu kwamba chako, sema mali ya watu. Kwa sababu utaondoka ulimwenguni pale, katika Barclays utabakisha mapesa, pale NBC utabakisha mapesa, pale People's Bank ya watu wa Zanzibar utabakisha pesa, sijui MMB sijui nini, utabaki kila mahali kutakuwa na mapesa. Utaondoka hapa ulichotumia la yusawi shay'a, kitu kidogo. Sasa umefanya nini? Unakwenda kwa Mwenyezi Mungu, la laka, hata kitu ulichokadimisha kwake hakionekani. Uthman ibn Affan anaamka baada alfajri na kusali, anawaona watu wamezunguka nyumbani kwake. Tuuzie ewe Uthman, tukawauzie watu, kwa sababu sio tukawauzie, tukawabambikizie bei, tukawaumize raia. Kila mmoja hapa sasa hivi zabibu kwake imekuwa dhahabu, mchele kwako umekuwa mali, inabi imekuwa fedha, zeti imekuwa almasi na lulu. Sema tukupe ngapi kwa kila mzigo, kwa kila dirham? Agambia bi' lana nu'tika bikulli dirhamin dirhamaini. Hii mali yako louza, ikiwa ulinunua kila kitu kule kwa dirhamu moja, sisi tutakupa 2 haida. Uthman akasema, wallahi laqad a'atani man huwa khairun minkum akthara min dhalik. Tayari yuko mwenzenu, yuko mwingine huko alikuwa bora kuliko nyie, ameshanipa faida kuliko hiyo. Kam turbihunani, nyinyi mtanipa faida ngapi? Kama ni dirhamu moja mtanipa 2, tayari kuna mwingine ukishanipa zaidi hapo, mtanipa ngapi tena? Akamwambia nuzidu lak, nuzidu, tutakuzidishia. Kulli dirhamin dirhamain, kila dirhamu moja tutakupa 2. Akamwambia kishanipa zaidi ya hizo.
Akamwambia tutakupa kulli dirhamin 3, tutakupa 3. Sasa shanipa zaidi ya hizo 4 tutakupa. Wana negotiate, wanajua vyovyote watakavyonunua kwa Uthman ibn Affan watakwenda uza tu. Watu wako hoi huko, mtu ana pesa zake mfukoni, atakula nini? Atakula pesa, lazima tanunua tu. Kwa hiyo tupe hata kwa dirhamu 5 sisi tutakupa. Yani faida tunakupa dirham 5, kama ulinunua kwa dirham 1 tutakupa kwa 5. Niambie faida kama hii. Uthman akasema amenipa zaidi ya hizo mwanzeni. Wala wakasema laisa fil madinati aghniya'un siwana. Uthmani, usitudanganye, sisi hapa ndo matajiri, ndo vigogo wa nchi hii. Matajiri wote ndo sisi hapa. Tunajuana wenyewe, tunajua kwa matajiri wanajuana na maskini pia wanajuana. Matajiri wakikaa pamoja wanazungumza, sasa vipi deni langu la milioni 10? Na maskini wakikaa pamoja anambia, bwana sijuzi nikukopesha chips na chicken. Vipi deni langu la shilingi 1500? Tunajuana. Wanasema wanajuana wenyewe wakionana pale wanasema bwana sikai pale watu wataanza kuzungumza mamilioni ya pesa ambayo hata kuona mimi sijawahi kuona. Bora nikakae pale, mtasikia wanazungumzia habari ya chips na chicken. Lakini watu wanaambizana kwamba matajiri wote wa Madina ni sisi. Sasa hebu tueleze huyo alokupa zaidi ni nani? Kwa sababu kama fulani ni huyu, kama fulani ni huyu, kama fulani ni huyu. Atuambie. Kuna mgeni, kuna mwingine zaidi, akamwambia yupo alonipa kuliko yupo. Haumjui yeye, kanambia atanipa kwa kila dirhamu 1 dirham 10. Nimefika mpaka 5, ndio umejikaza hapo mfika 5. Yeye ananipa 10 kwa kila moja. Nani huyo ana uwezo wa pesa kuliko zile? Akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Msafara wote huangamia 1000 huu unakwenda kwa mafukara na maskini waliopigwa na njaa katika mwaka wa Ramadhan. Hakuna hata kitu kitakachouzwa hapa, free of charge. La haula wala quwwata illa billah. Tizameni ndugu zangu Waislamu, amekataa faida mpaka ya 1 kwa 5. Amekataa faida ya kuuza kwa bei anayotaka kwa sababu hali za watu. Anasema Mungu ameniambia atanipa kwa kila moja 10. Man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. Allah anasema yeyote atakayefanya wema Mungu atamlipa 10. Sayyida Rabi'a al-Adawiyya rahimahallah siku hiyo anasema mtumishi wake anamwambia andaa mikate 3. Yupo mtu amekuja hali yake mbaya, mpe mikate 3 hiyo. Mtumishi wake anamwambia ya sayyidati laysa fil baiti raghifun siwa. Hakuna nyumbani mkate isipokuwa mkate, ukitoa ndio umetoa yote, hakuna hata akiba. Akamwambia toa mikate 3 na Mungu ataleta 30 mikate. Mtumishi akafunga akampa mikate 3. Baada ya siku yuko jirani pale anasema leo na hamu ya kumpikia Rabi' al-Adawiyya tunu na mkate. Akampikia mikate ile aliyompa fukara bila mwenyewe kujua, akaitengeza vizuri tena. Akasema nataka leo ashibe ale mpaka mingine atoe sadaka, simtengezee mkate 1 wala 2 wala 3, nitamtengezea mikate 30 nimpelekee. Kaeka mikate 30 akampa mtumishi wake, akamwambia mpelekee bibi Rabi' al-Adawiyya, mmoja katika nguzo za mutasawifin. Yule mtumishi alipoiona mingi akasema huyu bosi wangu vipi, karukwa na akili ni mtu zawadi ndio nampelekea mikate yote hii 30 ya nini? Akachomoa 2, akasema nitampelekea 29 tu. Kagonga mlango kampe, bwana kuna mikate yako kutoka bibi fulani. Akamwambia umeambiwa ya hapa? Rabi anamuuliza. Akamwambia ndio. Akamwambia mikate mingapi? Akamwambia iko mikate 28. Akamwambia sio ya hapa. Kwa nini? Akamwambia sio ya hapa, nenda ulikoagiza upeleke, nenda kapeleke mikate ya watu. Mbona unalifanya maskhara? Mmeagizwa nani Rabi asiyekuwa wewe hapa? Akamwambia bwana mimi nakwambia hiyo mikate si ya kwangu. Kwa nini unasema hivyo? Anasema ingekuwa ya kwangu ingekuwa 30. Bwana akasema kaniona nini nilipokuwa nachoma. Akamwambia basi ngoja nikahakikishe nyumbani. Aende kuhakikisha, anaenda kuchukua na irudisha. Kisha baadaye amerudi, bwana kuna mingine nilikuwa nimesahaulika, kweli 30 ya kwako.
lakini alikuwa anajiuliza kaambiwa na nani? Anajua kwamba man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, Mungu analipa moja kwa 10. Sasa hakikisha wewe utakachotoa, kama umetoa 1000, Mungu atakupa zaidi ya zile 30. Mungu atakupa na atakuongeza, hasa katika mwezi huu wa Ramadhani. Nani katika sisi anashindwa kutoa shilingi 500 kumpa mtu? Nani? Tukisema sadaka hatuwataji matajiri tu, bali mimi na wewe tunatoa sadaka, bali mimi na wewe tunatengeza akhera yetu, nyumba zetu za kesho akhera, tunatengeza hali zetu, tunafanya hivyo. Sasa tuko wapi sisi na maisha hayo? Na sisi tunajua kwamba kesho na kesho kutwa tutaondoka. Mbona tunasema nabni albuyuta wa hatman tanharu tilka albuyutu wa namutu subhana man la yamutu. Tunajenga majumba na hakika yataporomoka majumba hayo baadaye, na tutakufa. Subhana ni yule ambaye hafi milele, na kila kitu tutaacha pembeni. kullu man alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, kila kitu kitaondoka. Sasa ndio maana Mwenyezi Mungu anatuambia kupitia kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wama ja'alna libasharin min qablika alkhulda afa in mitta fahumul khalidun, hatukumjalia yeyote kwamba ataishi milele. Kwa hiyo wewe unapokwenda, utakapokwenda, Hasanul Basri anasema siku moja tulikaa pembeni mwa Sayyidina Abdullah Umar ibn Abdul Aziz, akaniambia ya Hasan, idhna, tupe mawaidha. Faqala al-Hasan, Hasan akazungumza akamwambia Amir al-Mu'minin, ya Amir al-Mu'minin, sum min ad-dunya wa aftir ala al-akhirah وأعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة. maneno aina nne, lakini yalikuwa ghali, kilima kidogo tu. Umar ibn Abdul Aziz anapewa na Hasan al-Basri, anaambia unataka mawaidha, na kuambia funga dunia, futari yako iwe ni kifo, najiandae na zawadi usiku ambao alfajiri yake itakuwa ni siku ya Kiyama. Maneno hayo amemaliza kutoa mawaidha Hasan al-Basri. Sum min ad-dunya wa aftir ala al-maut, funga dunia. Maana yake funga dunia, jizuie na hii dunia hii. Kufunga ni kujizuia na kula na kunywa na shahwa. Sasa ukifunga dunia, maana yake ni kujizuia dunia kukupeleka haina mwisho mwema. Sum min ad-dunya wa aftir ala al-maut, futari yako isiwe halua wala tende wala juice, iwe ni mauti. Jua wazi kwamba kile utakachofutaria baada ya saumu yako ni kifo. Hapo kuna falsafa ya hali ya juu, kuichambua itahitaji wakati mrefu, lakini inatosha kwamba saumu yako iwe ya dunia na futari yako iwe mauti, na andaa zawadi usiku ambao alfajiri yake itakuwa ni siku ya Kiyama. Hawa watu walimjua Mwenyezi Mungu mapema, ikawa wanajua sisi tutaondoka siku yoyote, wakati wowote, dakika yoyote. Sayyiduna Abu Bakr alipokuwa katika uhai wake, aliongoza ukhalifa kwa muda wa miezi 30, miaka 2 na miezi michache, kama vile Umar ibn Abdul Aziz. Siku ya kufa kwake anaugua. Bibi Aisha alikuwa ndo yuko pembeni mwake, anamshika huku babake akimkanda kidogo, akimweka maji kidogo. Basi anamsikitikia, anamuuliza, ya abatahu ala astad'i laka tabiban, si bora nikakuitie daktari? Sikiliza anasemaje, ya ibnati ya Aisha, laqad qabaltu at-tabib, usiende kuniitia daktari, tayari nishaonana na daktari, tayari nimeshaonana na daktari. Akamuuliza, famadha qala laka at-tabibu ya abatahu, daktari kakwambia nini baba? Akamwambia, ya Aisha, laqad qala li at-tabibu huwa fa'alun lima yurid, tabibu ameniambia yeye anafanya anavyotaka, mwache afanye anavyotaka. Akamwambia, basi baba, sikiliza nikwambie, ala ashtari laka kafanan jadidan, wacha nikakununulie sanda, kwa sababu nakuona katika hali ambayo sasa hivi tena si wetu tena. Kafanan jadidan, sanda mpya.
kwa sababu wewe ni amiri almu'minin. Kama ni katika watu ni wale tunaowaita VIP, sanda yako lazima pia iwe sanda ya nau'un farid. Akamwambia Aisha, alhayyu aula biljadidi min almayyit, alikuwa hai ni aula zaidi kuvaa kizuri kuliko mimi ambaye tayari nitakuwa nimekufa. Huna haja ya kutupa pesa kwa ajili ya kwenda kutafuta nguo ya mimi maiti nitakapokufa. Kafinuni fi thawbi hadha, hii nguo yangu niloivaa sasa hivi ndio iwe sanda yangu, munikafinie. Akamwambia, ya abati inna thawbaka fihi ba'dul bila, nguo yako imeshachakaa, hii sanda ya amiri almu'minin chakavu, haiwi, lazima nikakununulie sanda. Akamwambia, ya Aisha, wa madha af'alu bil jadid, nifanyie nini sanda mpya hiyo? Kwa maana umenizika na sanda mpya umeitia kule chini katika ardhi, kisha mchanga juu yake, alafu kipya kitakuwa na maana gani? Baada ya muda mchache kitakuwa mwili umeoza, umetapakaa, kila kitu haina faida. Alikuwa haya na aula kuvaa kitu kipya kuliko mimi. Akamwambia, basi umenishinda. Hawa watu wanamjua Mungu kiasi hicho mpaka wanafunga kutokamana na mambo ya kidunia mpaka akiwa amekufa, mpaka amekufa anaonekana kwamba anamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isifanywe israfu yoyote katika kifo chake, hata ya nguo. Basi Waislamu, namaliza maneno haya kwa mazungumzo mapevu ya Sayyiduna Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Anasema, lil'abdi rabbun huwa mulaqih, mwanadamu anaye Mola lazima atakwenda kukutana naye. Wa baitun huwa sakinu, na mwanadamu anayo nyumba lazima atakwenda kuishi. Kaa utakavyokaa katika ulimwengu, lakini conclusion ya aya za mwanzo tulizozitoa na hadithi ya mwisho, utakavyoishi katika ulimwengu, lakini jijue kwamba laka rabbun, unaye Mola, saufa tulaqih, utakwenda kuonana naye akuulize kila kitu ulichokifanya. Walaka baitun, na unayo nyumba, anta sakinuhu, utakwenda kuishi katika nyumba hiyo. Sasa la kufanya lipi? Anasema, falyastardi rabbahu qabla an yalqah waliyu'ammira baitahu qabla intiqali ilayhi, na amridhishe Mola wake kabla hajaja kukutana naye, na aijenge nyumba yake kabla ya kwenda kuhamia. Ijenge nyumba sasa hapa ulimwenguni kabla ya kwenda kuhamia. Mridhishe Mola wako mapema kabla kwenda kuonana naye Subhanahu wa Ta'ala, na Mungu atatupa uwezo wa kumridhisha kabla hatujaondoka, kabla hatujaonana naye, na atatupa uwezo wa kujenga nyumba zetu kabla ya sisi kuondoka kuhamia tunapokwenda. Lil'abdi rabbun huwa mulaqish wa baytun huwa sakinu, falyastardi rabbahu qabla an yalqah waliyu'ammira baytahu qabla intiqali ilayhi. Anasema wanadamu hawana isipokuwa nyumba mbili, moto au pepo. Ya Rabbi, tuepushe na moto. Ya Rabbi, tuingize peponi. Ya Rabbi, tuepushe na moto. Ya Rabbi, tuingize peponi. Ya Rabbi, tuingize peponi. Ya Rabbi, tuepushe na moto. Saumu zetu zitakabali, ibada zetu zitakabali, zaka zetu na sadaka zetu tunazotoa zitakabali. Ya Rabbi, na kila tunachokifanya katika mwezi mtukufu, ya Rabbi, tutakabalia. Tuondoshee udhaifu, tuweze kukutaja usiku na mchana. Tupe nguvu za kukuabudu na kufanya da'wa na kufanya ibada zote. Ya Rabbi, tunakuomba tuepushe na madhila, tuepushe na dhiki ya dunia, tuwekee amani katika nchi zetu, tuwekee huruma katika watu wanaotutawala, tuwekee nguvu katika maadui zetu, tuwekee utajiri katika ufukara tuliokuwa nao, tuvue katika matatizo, tupeleke katika kheri. Tuongoze na waongozi wanaotuongoza, tupeleke katika mahali ambapo panastahili tunapoondoka, pale ambapo utamkusanya mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ifanye nyumba yetu kuu baada ya kurudi ni nyumba ya janna katika Firdaus wa riyadhiha. Rafiki yetu, jirani yetu, kipenzi chetu awe ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na malizia mazungumzo haya kwa beiti mbili hizi.
anasema la dara lilmar'i ba'da mautin yaskunuha illa allati kana qabla mautin yabniha فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها النفس تجزى على الدنيا وما فيها وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد موت يسكنها إلا التي كان قبل موت يبنيها. Hana mwanadamu nyumba atakayokwenda kuishi ila ile nyumba alikuwa akijenga kabla ya kifo chake. Fa in banaha bi khairin taba maskanuhu, ikiwa ameijenga kwa khairi maskani yake itakuwa mazuri. Wa in banaha bi sharrin khaba baniha, na akijenga kwa shari atakuwa amekula hasara mjenzi wake. Mungu tujalie ni miongoni mwa wale ambao hasara itawaepuka na watakuwa wamepata nyumba ya khairi fi dini wa dunya wal akhirah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Qulu astaghfirullah.